Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni 100% mali ni yangu. Nawashauri waendelee kutumia PMBet maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Goli 2-1. Yaani huo mfumo unaopataje kuaminisha watu? Ingekuwa wachezaji sio Singida Black Star ungesema si wachezaji wa Singida. Wachezaji wamesajiliwa, wa kigeni, wamelipwa, wameenda uwanjani, wamepambana funga goli 2-1. Ingekuwa mechi ya kwanza hajafunga ungesema iko kigezo. Ni sio kweli. Kwa maana wachezaji wengine wasicheze wacheze tu wao wakiumia. Wao ni kocha, wanajua mfumo wa kocha. Msiingilia majukumu ambayo hata hayapo. Tumia kazi yako uandishi, na uandishi wako tu. Mambo ya ukocha mwachie kocha na anapanga na kosi chake. Mwalimu, mnarejea tena katika michuano ya kimataifa mara baada ya kutawadhwa na kutangazwa sasa kuwa mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu. Msimu huu ulikuwa sio mzuri kwenu, pengine malengo yalikuwa makubwa kulingana na kile ambacho kimepatikana. Hatua ya robo finali sio ambacho mlikuwa mnatamani. Tutegemee nini sasa kuelekea msimu ujao ndani ya michuano ya kimataifa? Je, ile ndoto ya kufika hatua ya finali na hata kuchukua ubingwa na kwenda michuano ya kombe la vilabu bora duniani ipo? Kwanza mwanzo swali zuri sana. Mzungumza kimataifa. Jana kwa timu ya shirikisho na klabu bingwa barani Afrika. Uliona au hujaona? Umeona tofauti ya klabu bingwa na shirikisho? Au hujaona? Yaani utofauti huo. Sikiliza. Jana tumecheza, Yanga alikuwa ni klabu bingwa barani Afrika. Simba alikuwa na shirikisho. Jana maana yake timu ya klabu bingwa, timu ya shirikisho. Umeona tofauti au hujaona? Nimekuuliza swali. Tofauti unadhihirishwa na matokeo ama ubora wa timu? Tofauti unapimaje wewe? Ubora wa timu. Sasa ubora wa timu maana yake unapimaje? Ubora wa timu unapima kwa matokeo. Nimekuambia Yanga iko kuna kabingwa, Simba alikuwa na shirikisho. Jana amecheza shirikisho na kabingwa, umeona hujaona? Kwa hiyo ukubwa na udogo umejulikana. Ndio ubora kwa kabingwa tofauti na shirikisho. Okay. Si unanielewa? Hoja yako kisema matumaini kwa maana yake nini? Mwaka huu kama Yanga kuna kabingwa, walifika hatua hiyo katika group stage. Na msemaji wao akafika mbele akasema timu ambayo ipo katika group stage kabingwa barani Afrika ni sawa na Champions katika kombe la shirikisho. Tumeona tofauti yake ya jana ya kabingwa na shirikisho. Msimu ndio kabingwa. Maana yake kama mwaka huu kuna sehemu ambayo tumepelea, maana yake tuongezea majembe kwa ajili ya kabingwa. Yeye ambaye ametoka shirikisho, yeye ataweza kutoboa kuna kabingwa, sisi tushatoboa. Ndio tafsiri ya yako kuuliza swali. Wao kuna shirikisho umekutana na timu ya kabingwa, imekupiga bao 2-0. Mwaka huu unaenda kuna kabingwa, mwenzako una kabingwa unakosikia pia 2-0. Alipata changamoto hii. Wewe una wachezaji. Je, mwaka huu utajiandaa kwa ajili ya kabingwa? Hiyo ndio swali la kuuliza. Ndio maana ameingia sokoni. Sikiliza. Sokoni sikiliza brother. Na usamani dada. Sokoni pako hivi. Sokoni hauwezi kaingia kwa sababu wachezaji hauna fedha. Kwamba hawana hela ya kusajili. Hawana fedha. Wangekuwa na fedha msimu huu ambao wameaminisha Mo amekuja ndani ya Simba. Niliwaambia wangetafuta African class players wangewasajili. Ndio ameenda kuokota kule Zambia, ameenda kuokota si kule Kongo. Amechukua MVP wa Ivory Coast. Sikiliza. Umesema amechukua MVP. Taja wengine ambao amechukua. Wengine kina Leona ile Ateba pengine ambao. Sikiliza. Elimpanzu kisawa alikuwa kule anakimbiza na uliambiwa uweze kubeba ubingwa mpaka umkabe Mpanzu. Umeuliza swali zuri sana. Wachezaji ambao wamesajili 99% msimu huu ni wachezaji ambao viwango vyao ni vidogo kwa ajili ya kupambana ndani ya msimu. Kwa sababu mimi naamini ligi kuu Tanzania bara, mashindano ya ndani ya nchi ni magumu kuliko shirikisho au mashindano yoyote. Na hili nilizungumza mapema. Kwa wachezaji wale ambao wamesajili au kuwasajili kwa ajili ya ligi ya ndani kwa ajili ya shirikisho. Kumbe ndio kina Ateba wazao na shirikisho. Wakija kuna ligi ya ndani ambao kama klabu ya Yanga wasajili kwa ajili ya kabingwa, ndio umeona tofauti yake. Ndio maana walisema project yao ni kujenga timu, ubingwa ukija ni ziada. Ndio maana kusema kujenga timu ndio nilikuwa naomba mwandishi. Kama kujenga timu, Simba imeanzishwa 1996. Kila mwaka wanakosa ubingwa, wanasema wanatengeneza timu. Iko ni kichaka ambacho akistahili kuja kujifunika. Kama kujenga timu, nilikuwa namwambia hapa mdogo wangu. Kama kujenga timu, mwaka jana Mangungu atuaminisha anajenga timu kwa Simba. Mangungu akachukua vikombe hivi. Ngao ya Jamii pamoja na Muungano. Mwaka huu Simba atatengeneza timu hana kikombe chochote.
Je, project ya mwaka jana au project ya mwaka ipi bora kwa kweli? Ile ilochukua vikombe. Kwa maana yake project ile inatakiwa fanyaje waendelee? Kwa nini project yote akaiondoka kaanza upya ambao msimu amekosa vikombe? Sikiliza. Hao umemtaja MVP. MVP huyo umesema Ivory Coast huyo. Sikiliza mdogo wangu, usikana ufahamu. Yule hana tofauti na ndugu yako anaitwa Saido. Yes. Saido mwaka juzi, si ndio? Walikuwa wanashindana na Fiston. Mayele. Ana penalty karibia siku 15. Ana goli 3 za kawaida na goli 18. Kwa ukisema leo Saido na ndugu yako huyu Nanu Chazi Ahoua ni baba mmoja mama mmoja. Huyu yule ambaye tupinikia ananyoa kipaya, huyu anapaka super black. Huyu ana goli 10 na ngapi? Ana goli karibia 16, 14 za penalty, 2 za kawaida. Tofauti yake na Saido. Kwa maana hapaswi pengine kupewa tena hii tuzo ya MVP wa sasa hivi ambaye wanasema pengine ndio na style nayo kutokana na mchango wake mkubwa kwenye ligi msimu huu. Kwanza jambo la kwanza, MVP kwanza duniani hawatoi kwa mtu kwanza ambaye kwa kufunga magoli ya penalty. Haipo duniani. Mchango wake. Sikiza, mchango wako uko hivi. Kama mchango wako ni mkubwa zaidi, tutakupima wewe katika mechi ambazo umecheza, umechukua tuzo ngapi. Tunazungumza leo Chazi Ahoua ana tuzo 6. Pacome mwenye mechi chache ana tuzo 8. Nani bora? Tafsiri ndani ya dakika 90 kwa maana yake Pacome anaibeba klabu ya Yanga pata makombe na anakuwa man of the match. Lakini mchezaji bora au mchezaji mkubwa anapimwa katika mechi kubwa. Jana ni mechi kubwa. Chazi Ahoua yupo, Pacome yupo. Nani amekuwa man of the match? Pacome Zuzu. Sasa unamnganisha na huyo mtu. Kwa wazi, jambo la pili, mtu amekuwa bingwa. Magoli yake yamesaidia Yanga kuwa bingwa. Wewe goli zako za penalty yamesaidia Simba kwa nini? Kwa hiyo ina maana Pacome Zuzu ndiye anastahili msimu huu kupewa tuzo ya MVP. Hiyo inahitaji kwenda shule. Nimekuambia amechukua tuzo nyingi kuliko huyo ambao unasema wewe. Kachangia Yanga magoli 21. Kacheza mechi chache kuliko huyo. Sasa yani mtu ambaye amechangia ubingwa, amefunga magoli mengi, ana mchango magoli mengi kwa mechi chache kuchukua percentage. Lakini vile vile ameonyesha ukubwa wake ndani ya mechi kubwa. Chazi Ahoua anaonekana katika mechi za Mashujaa tena kwenye magoli za penalty. Huyu Pacome anaonekana mechi ya Azamu. Azamu anafungwa nyumbani kwao. Kazi ya Pacome Zuzu Zidane wa Afrika mwenye bongo mguni. Leo Singida unazungumzaje? Yes mguni. Ndio pekee yake binadamu mwenye bongo mguni. Leo hii unaona wewe Singida Black Star wanapigwa nyuamani, ni Pacome anafunga goli. Simba anafungwa bao 2. Goli la kwanza anatengeneza Pacome, goli la pili anatengeneza yeye. Huyo mchezaji wa kawaida. Yaani wewe unampima mchezaji kuna mechi za Nondo Cup. Mpima una mechi kubwa. Pacome, sikiliza usiondoke kwanza. Pacome unawezekana umjui Pacome. Kutoka Zanzibar. So Zanzibar. Pacome. Hapa alikuja National hapa. National unajua? Kwa uulize mchezaji gani ambao amesababisha mpaka leo National anataka kukutana na Yanga. Pacome katikati ya uwanja anachukua kijiji. Alianza kuchukua katikati. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne anapiga goli 90. Anaenda golini achukua mali. Twende tukaanze kati. Katika wachezaji milioni 1 ambao Ivory Coast wanao duniani. Katika Afrika ameitwa Pacome peke national team. Wao waogopi. Kocha za wao yupo. Wameenda naye mpaka ule kombe la dunia, ametoka Qatar ameenda Ufaransa. Ausha sawa. Yaani Pacome anafanya hata katika zako wewe. Pacome anaamua jambo lake, sasa hizi jambo langu unaamua mimi Pacome mimi. Kuna mtu anaweza kumzuia? Ndio maana jana ule utoto ule wa jana ule. Huyu ndimo na yuko. Ule utoto kumfanisha eti Pacome na Mpanzu. Pacome unamjua unamsikia wewe? Pacome. Aamua fanya shughuli zake. Pacome. Wewe unganisha taka zako zile. Mjane umekufa kifo cha mende. Sawa wale. Sasa na Pacome nini wewe?